Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rafiki yangu umenishikilia kuwa tufanye kipindi cha vita baina ya Marekani, Wayahudi na Irani, na mimi nakueleza kuwa inataka muda mambo haya, hapana haja ya haraka. Nataka upate muda utizame hali inakwendaje ya vita. Unaweza kupata jambo la kusema, si jambo ambalo unakimbilia tu kama vile unataka kutoa habari. Hapana, ni jambo ambalo kuna mengi nataka ueleze watu waelewe. Mimi nimebahatika kufika Irani mwaka wa 2007, na sababu ya kufika Irani ni kuwa nilialikwa katika kumbukumbu ya kifo cha Imam Khomeini, na nikaiona Irani na watu wake na jamii ya Kiirani kwa macho yangu mwenyewe. Na Wairani walikuwa wamealika, unaweza kusema labda ulimwengu mzima. Ilikuwa kuona ile konvoi ya mabasi, msafara wa mabasi ule. Ilikuwa hata namba yake siwezi kuisema, kwa mabasi mengi sana. Sasa nasha kuambia kuwa labda nianze hii safari ilikuwaje na vipi nilikuja kufahamiana na watu wa Irani. Nilikuwa mwaka wa 95, wakati uchaguzi wa kwanza. Radio Tehran mara kwa mara walikuwa wakinipigia simu na kuniuliza hali ya Tanzania na uchaguzi unakwendaje. Ikatokea kuwa maelezo yangu na maelezo ya watu wengine yanapishana sana. Ikawa kiasi nimependeka na Radio Tehran ya Kiswahili, na hasa mtu ambaye alikuwa akinihoji, alikuwa mmoja anaitwa Abdul Fattah Busa, yuko mpaka leo Radio Tehran. Basi ilipokuja ile kumbukumbu ya kifo cha Imam Khomeini, yeye akaiomba Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wanipe mwaliko, na hivyo ndivyo nilipofika Iran. Na kitu kimoja cha ajabu, nakumbuka siku ile nakwenda uwanja wa ndege, sijaingia ndani ya uwanja nikakutana na dadangu mmoja, Rehma Hamza Azizi, mtoto wa Hamza Azizi. Nikamwambia, Muhammad, unakwenda wapi? Nikamwambia nakwenda Iran. Akashtuka, unakwenda Iran? Nikamwambia naam. Kuna nini huko? Nikamwambia nimealikwa. Basi nikaenda, nimekuta pale mvungia departure lounge, nimekuta waandishi wengi wa vyombo vya habari vya Tanzania na wao wamealikwa. Basi kwenye ndege Emirates jioni tukaondoka. Na safari ilikuwa kitu kimoja. Katika safari zangu zote ambazo nimekufanya kusafiri, ni kwa mara yangu ya kwanza nashuhudia dharuba angani, ndege ikipigwa na dharuba. Ilianza kwanza kwa mtikisiko kidogo, unasikia mpaka mbawa zile za ndege zinalia. Lakini naona wale wahudumu mle ndani wanapita, wanagawa vinywaji, wanapita. Mara rubani akatoa tangazo, akawaambia kuwa wale wahudumu wote wakae kwenye viti, na akasema kuwa na sisi abiria wengine tufunge mikanda, na ikaonyesha pale juu ile alama kuwa funga mkanda. Ikawa kwenye ndege tuna raha na tunaihisi hasa kama ndege inapigwa na upepo mkali. Basi tumekwenda hivyo kwa muda, inaweza kwa labda kama dakika 5, 6 au 10. Alafu akasema pale kuwa tulieni tu, si muda mrefu tutapita hapa na ndege itatulia. Na kweli tulivuka pale na ndege ikatulia.
Sasa rafiki yangu, nachotaka kuambia, alhamdulillah, mimi nimetembelea nchi nyingi duniani hasa hizi za Kiislamu na nimeshuhudia mengi, nimeona. Nimefika Saudi Arabia, nimefika Uturuki na nchi nyingine. Nafika Teherani, uwanja wa ndege, tumefika alfajiri. Tunatoka kwenye ndege, tunaingia uwanjani. Kwanza watu si wengi katika uwanja wa ndege. Jua Irani si watu wengi waje kwa Irani. Manake wana vikwazo vya muda mrefu vya Marekani. Tunasikia Qur'ani inasomwa katika uwanja wa ndege kila mahali fajiri hilo. Tumetoka pale, tumekwenda hotelini. Basi nimepata muda wa kutembea katika mitaa ya Teherani. Kaona picha nyingi zimebandikwa katika nguzo za taa. Nikauliza, hizi picha za nani? Wakasema hizi picha ni za mashahidi, watu ambao wamesimama kupigana na maadui wa Irani. Anasema sisi watu hawa wote tunaadhimisha na tunaheshimu na tunaweka picha zao ili vizazi vyetu wajue nini hao waliopita wamefanya katika kuipigania dini ya Allah, Uislamu. Basi nikaiona ile nidhamu iliyopo ndani ya Irani kwa jicho langu. Lakini kitu kimoja nitaka kukieleza hapa. Kukawa na ile kongamano sasa la kumbukumbu. Mwisho kulikuja maswali na majibu. Baada kulikuwa na presentation ya hali ya Irani na uhusiano wake na dunia. Mwisho kaja swali la nuclear, bomu la nuclear. Na nilimsikia yule presenter akasema kuwa sisi hatuhitaji bomu la nuclear. Hatuna sababu ya kuwa nalo. Sisi tunataka nuclear kwa matumizi ya maendeleo ya nchi yetu. Basi kuna zaidi ya hiyo. Na hapa palikuja mjadala mrefu kuuliza itakuwaje, maadui watakuwa na silaha hii, nyinyi hamna silaha hii. Na wakajibu kuwa sisi hatuwezi kutoka katika nchi yetu tukaenda kupiga nyuklia. Ya kazi gani sisi? Hivyo. Sasa kuna nchi kipande nataka nikieleze. Nilikwenda mwaka wa 2015, nilikwenda Uturuki. Na hapana, nimechanganya. Mwaka 2011 nilikwenda Ujerumani kwenye chuo kimoja kikubwa sana cha utafiti wa historia kinaitwa Zentrum Modern Orient. Nimekaa pale mwezi mmoja na mfungo wa Ramadhani ukanikuta mimi nikiwa Uturuki. Sasa siku ninarudi Dar es Salaam, nimepanda ndege Egyptair kutoka Berlin mpaka Cairo. Nimefika Cairo jioni wakati wa kufungua saumu. Niko transit lounge, tunasubiri ndege connect kuja Dar es Salaam. Kitu kilichonishangaza sana ni kuwa katika FM stations zilizokuwa pale, katika migahawa tofauti pale kwa uwanja wa ndege, zote zilikuwa zinapiga muziki mwezi wa Ramadhani, kiasi ambacho upate hisia kama hapa huko katika nchi ya Kiislamu, kwa Misri, Cairo, na huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Licha ya kuwa katika ile transit lounge kulikuwa na watu wengi na wamevaa
Arabu wanakwenda kufanya umra Maka. Nikasema hii hali vipi? Na mimi nilikuwa na redio yangu mkononi FM, nikawa najaribu kutoka kwenye station moja kwa nyingine, zote zinapiga muziki mwezi wa Ramadhani. Sikusikia hata station moja ambaye angalau kulikuwa na mawaidha ama inasoma Qur'ani. Nikasema huu wallahi ni mtihani mkubwa sana kwa Misri. Nikakumbuka sasa yale ambayo nimeona Irani, na nikakumbuka ambayo nayaona hapa wakati nipo Cairo. Sasa kuna vitu ambavyo unataka mtu uvijue kabla hujazungumza kuhusu hivi vita baina ya Marekani, Israeli dhidi ya Irani. Ujue kwa nini Irani haipendezi kwa baadhi ya nchi, na kwa nini Irani wamekuwa na msimamo huu siku zote. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.